Online TV. Ya haraka ni kwamba kwanza tumeelekezwa sisi tuunganishe umeme watu 1,700,000 kwa mwaka. Kwa sasa tunaunganisha watu kati ya 500,000 mpaka 600,000, tuko katikati hapo. Kwa hiyo maelekezo ni kwamba twende mara 3 ya kazi tunayoifanya sasa hivi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutakuja kwako kuanzia mwezi wa 7. Tumejipanga, tutakuwa na mbinu tofauti kabisa za kuunganishia watu umeme. Yale mambo ya kusubiri watu watufuate, sisi tutakuwa tunawafuata watu, ili tuende na kasi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambayo baada ya ile sahihi yake mwezi wa kwanza mwaka huu tayari namba zimeshaanza kuwa counted. La pili, tuna maelekezo ya numbers na namna tunavyotakiwa kusogeza huduma na kushawishi watu kutumia nishati safi ya kupikia, matumizi ya gesi. Lakini mimi leo nazungumzia la kwangu la umeme. Mtu wa gesi atakuja siku nyingine atazungumzia ya kwake. Wataalamu hao mnaona wao kwa pale, mainjinia wetu wameshafanya utafiti na wamegundua kwamba yako majiko ya umeme ukiyatumia unapika kwa gharama ndogo kuliko kutumia nishati nyingine yoyote. Haya majiko haya ambayo sasa hivi tunayasambaza, na tumeingia mkataba na kampuni moja, kuanzia mwaka wa fedha unaokuja tutakuja na program maalum, na watu wangu watakuja kwenu, kutakuwa na package ya kwenu wenye viti na wananchi wengine. Lakini sasa hivi tuko kwenye initial stages, tunajitambulisha. Unaweza ukapika chakula chochote kikaiva uniti moja. Kwa uniti hii, kwa maana ya chini ya shilingi 400, unaweza ukapika chakula na ukakiivisha, yawe ni maharage, yawe ni wali, iwe ni nyama, iwe ni nini, na ukabaki wewe ni msafi, nyumba yako ni safi, na ukala na watoto wako. Sasa piga hesabu ya kutafuta kuni, kutafuta mkaa, ukanawe mikono, uchochee hapo, ukatafute jirani moto wa kuwashia kupatie, mara mafuta ya taa kumonyezia pale kidogo. Yote hiyo safari unaachana nayo kwa kutumia jiko la kisasa la umeme. Chini ya uniti moja unaweza ukapika na ukaivisha. Jamani, hii ni ajenda ya Mheshimiwa Rais. Tunazo numbers. Kuna ukomo wa idadi ya watu kwenye mashule, kwenye mahoteli. Unatakiwa ukiwa unapikia chakula cha watu wangapi, uachane na nishati isiyokuwa safi, utumie nishati safi. Sasa sisi tuna majiko yetu haya ambayo tunataka kutoa demo. Maana tunataka muwe mabalozi wetu. Sasa huwezi kuwa balozi wa kitu ambacho wewe mwenyewe hujakitumia. Kwa hiyo nataka Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa hapa mimi nimpatie jiko. Ana uwezo wa kununua majiko haya mengi tu, ni bosi wangu, mimi sina shida naye. Lakini hili ni la kwangu, nataka nimuombe akifika nyumbani ampe mama kwamba bwana, hili jiko limetoka kwa TANESCO, marafiki zako na watu wanaokuthamini wewe mke wangu kama mteja wao. Nataka leo ulipikie hili jiko na uniambie mpaka chakula kimeiva tumetumia umeme kiasi gani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kuahidi utatumia umeme mdogo ambao hujawahi kutumia toka umeanza kutumia umeme. Na ukiona kile chakula kilivyoivya, na kuomba sasa bosi wangu, kwenye forum zako unisaidie washawishi watu sasa watumie majiko ya umeme kupikia, na utakuwa unazungumza kwa mifano, kwa sababu umetumia jiko hili na umeona ambavyo limekuokolea gharama nyumbani. Lakini nitakuwa na wenye viti wangu hapa wachache. Tumefanya tu random sampling. Najua kuna wenye viti haiko kwenye katiba, lakini ipo, tunaiheshimu. Hata sisi wakuu wa wilaya tuna bosi wetu ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa wakuu wa wilaya wote. Hata wakuu wa mikoa na wao wana mwenyekiti wao. Ipo, lazima muone utaratibu wa kuzungumza. Kwa hiyo najua huku Ubungo alikuwepo mama yule rafiki yangu, si bado yupo au cheo kimeondoka, lakini najua yupo. Lakini huku Kinondoni na nimesalimiwa na jamaa yangu pale nje, naye ni mwenyekiti, tutampa jiko. Tunataka na ninyi wenye viti pelekeni kule mkapikie yale majiko, ili kwenye mikutano yetu hii ya wananchi toa maelezo juu ya namna jiko hili lilivyokukombolea gharama za kupika, na uwashawishi wananchi watumie majiko haya ili waokoe maliasili, miti na mambo mengine, lakini watunze mazingira, lakini watumie nishati safi kwa afya zao, kwa sababu matumizi ya nishati nyingine pia yanaharibu afya zao.
tutakuwa tumemuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu tunayempenda sana, kwa sababu hii ni ajenda yake, na tutakuwa increase numbers kwa sababu tunataka tufikia asilimia kadhaa kufikia mwaka 2030 ya kuwaondoa watu kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi waende kwenye nishati safi. Wenye kiti mpo jamani? Mpo wenye viti? Mimi nawaahidi mwaka ujao wa fedha huu nyinyi kila mmoja nitamletea jiko kwenye mtaa wake. Kwa hiyo leo hapa tutatoa demo kwa mabosi wetu wachache, kwa sababu mkuu wa mkoa hana muda, anataka kuwahi, alafu tutaendelea na program zingine. Sasa kwa kuokoa muda, bosi wangu, tajiri yangu, naomba nikukabidhi jiko, alafu mwenye viti wa wenye viti na mwenye viti wa wenye viti watakuja baadaye. KM Online TV.